Nimekuja kuwakilisha uongozi hapa wa wilaya, mkurugenzi mtendaji, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kilosa kwa ajili ya kuja kuwakumbusha mambo mbalimbali ambayo sisi kama viongozi tuliokusanyika mahali hapa tunayotakiwa kuyafanya ama kutimiza wajibu wetu kwa wananchi wetu ambao wametuweka madarakani. Kwa moja ni kuwakumbusha wajibu wenu. Lakini la pili nitakalolizungumzia hapa ni kuhusiana na masuala ya mapato ya serikali. Japo nitazungumzia na la tatu kuhusiana na swala zima la utunzaji wa amani ya eneo letu ama nchi kwa ujumla. Kwa hiyo itakuwa na mambo matatu. Sasa nikianza na swala zima la kuwakumbusha kwa habari za wajibu wenu ama wajibu wetu sisi kama watumishi wa umma. Hapa mahali tupo makundi mawili, lakini wote tunafanya kazi. Uongozi ni dhamana, lakini uongozi ni sadaka. Uongozi ni utumwa, wakati mwingine tunasema hivyo. Tumeitwa tuwatumikie watu, tunawatumikia watu, na mtu anayetumikia watu maana yake ni mtumwa. Kwa kama tumekubali kuwatumikia watu, hebu tuwafanye kazi watu mchana na usiku. Sasa bahati mbaya sana sehemu nyingine, sisi ambao tumeitwa kuwatumikia watu, tunataka watu watumikie sisi, kitu ambacho sio sahihi. Sasa hii ndio inapelekea malalamiko kuwa mengi, wananchi kulalamika sana, kwa sababu yale matarajio waliotarajia sasa hawayaoni, wanaona kitu cha tofauti. Kero zinakuwa nyingi, migogoro inakuwa mingi, lakini haina watatuzi. Lakini mbaya zaidi sehemu nyingine, sio hapa kata Kidete, baadhi ya viongozi wamewageuza wapiga kura wao kuwa mitaji yao ya kiuchumi. Kila kitu ambacho mwananchi anakuja kutaka huduma kutoka kwako wewe viongozi, wanataka upige hela. Wakati mwananchi amekuja kuleta kero yake kwako, umsaidie kuitatua, wewe kwako unaona sasa hii ndio fursa ya kupata shilingi 2,000, ndio fursa ya kupata shilingi 1,000, ndio fursa ya kupata shilingi 5,000 kutoka kwa mwananchi. Hii sio sawa. Wananchi wanalalamika, wananchi hawafurahishwi na haya, lakini mwisho wa siku haya matendo ya namna hii ndio yanapelekea wananchi kuichukia serikali yao. Kwa viongozi wenzangu, tuwasihi sana kwamba matendo ya namna hiyo kama yapo Kidete, basi tuyaache. Sehemu nyingine tayari tushajitokeza, lakini Kidete tuje kupata tatizo la namna hii. Taarifa tunazo ni kwamba tunahudumia wananchi vizuri, mambo yanakwenda vizuri, lakini hata mahali ambako mambo yanakwenda vizuri tunalazimika tuje tuweke tahadhari ili yaendelee kwenda vizuri zaidi. Upande wa pili ni tunao wataalamu katika kata zetu. Kwa wote humu sasa kwa ujumla wetu tuna jukumu la kuwasimamia hawa watendaji. Na pale mnapoona watendaji hawa ni wabovu, hawatoi kile kitu ambacho tunakitarajia. Jamani, mimi nipo, naacha namba yangu ya simu hapa. Bahati nzuri mimi sizimagi simu. Na simu mtu wote mimi napokea. Tuliongea sana juzi, nakumbuka mwenyekiti wa Kidete. Si wewe? Kidete ni wewe? Kwa hiyo mimi naacha namba yangu ya simu hapa. Mimi ndio msimamizi wa watumishi wote. Kama mtaona huyo hawezi, niambieni mimi nitadili nao. Bahati mbaya au nzuri, mimi sikutanagi nao hawa watumishi sehemu yoyote, zaidi ya watumishi wa umma. Kwenye pombe tukutani kwamba atanipia glasi 2 3, nikae kimya. Huko mimi siko. Kwenye madini mengine mimi siko. Tunakutana kwenye utumishi wa umma na mimi nataka kila mtu awajibike ipasavyo kwenye eneo lake. Daktari, unao watumishi wangapi pale kwako hospitali za zahanati? Jumla 4. Bado sio haba. Lakini tunategemea pale zitolewe huduma bora. Malalamiko mengi ambayo tunasikia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma
malalamiko ambayo tunasikia sehemu nyingine, sio hapa lakini sehemu nyingine. Cha kwanza, lugha chafu. Wataalamu wetu sehemu nyingine tunasikia wana lugha chafu mno kupita kawaida. Sasa tunakuja kutoa onyo. Haya yasisikike kidete. Na utakapotoka hapa daktari, nenda kaa nao, waambie afisa utumishi amekuja. Amesikia sehemu nyingine hapa amesikia, anaomba asisikie vitu vya namna hiyo. Kwetu sisi kama wanakusema wafanya biashara, mteja ni mfalme. Hata sisi mwananchi anapokuja katika ofisi zetu, tumtreat kama ni mfalme kazi. Maana bila yeye sisi hata tunafungwa sasa. Sasa ikifungwa na sisi tuna sera ile ya redundancy. Tunatoa watu ambao hawana majukumu, tunawapa redundancy. Maana yake tunawaondoa kwenye utumishi wa umma. Tunawafuta kazi. Kwa maana yake kama wananchi wakileta katika mahali wakasema hili zahanati sasa sisi lugha ni chafu au watoto hatuendi kutibiwa huko, bora tule Rumuma au twende Kilosa. Tunafunga kituo. Na tukifunga kituo maana yake sasa watu wanafanya kazi kwa watu nyumbani na kuhudumia familia zao. Na huo mshahara sasa tunakosa ambao mshahara ndio hao wanapolipa. Kwa lugha chafu marufuku kusikika tena hospitalini. Na sisi viongozi tukwambia wananchi wetu, utakaposikia jambo la namna hii, mtendaji wa kata yupo, mtendaji wa kijiji yupo, wapeni taarifa. Wakishindwa hawa, mimi nipo kwa niaba ya watumishi wote, kwa niaba ya mkurugenzi, tudili na huyo mtumishi ambaye hana maadili. Ni kinyume cha maadili ya utumishi wa umma mtumishi kumjibu vibaya mwananchi. Na ndio maana tunahamasishwa kwamba tunapokuwa kwenye vituo vyetu vya kazi tuvae beji zinazoonyesha majina yetu, ili kusudi atakayejibu vibaya mtu asome pale, huyu ni nani, atupe taarifa. Nimetukanwa na fulani, nimetukana na Juma, nimetukana na Musa, kanijibu vibaya fulani. Ikiwezekana mrekodi upande wa wenzangu wa kilimo na mifugo. Sasa katika watu ambao hatuwaelewi, maafisa mifugo, maafisa kilimo, upo sina wewe, hatuwaelewi mnafanya kazi gani huku. Na nimesema sio Kidete, maeneo mengine inawezekana mko salama sana, ila ni maeneo mengine maafisa mifugo hawaeleweki na maafisa kilimo hawaeleweki. Kimuuliza wewe afisa kilimo, hii Kilosa mwaka mzima tangu Januari mpaka Disemba watu wako busy wanalima, kipindi cha mvua wanalima, kipindi ambacho kiangazi kama hivi wanamwagilia, kwa mashamba yapo. Haya, tuambie kwa mwezi huu August umeshatembelea mashamba mangapi kwenda kuwapa elimu wakulima? Tuambie. Sababu zinakuwa rundo. Sina usafiri, sina pikipiki. Sawa. Uwezi kilicha mbali sana kwa. Sawa, Luemba, sawa, ni mbali kilomita 25 kutoka hapa kwenda huko. Ni sawa, na sasa tukwambie uende kwa mguu afisa serikali, kwanza ni kutweza na kudhalilisha utumishi wa umma, utembea kwa mguu afisa. Basi tuambie kuna shamba liko nyuma yako tu hapo, ambapo hata kwa mguu dakika hizi hazifiki, dakika 10 hazifiki, robo saa haifiki. Mbona kwa mitikasi yako unatembea zaidi ya kilomita, ukiunganisha anapozurura mtaani kwa shoga, huyu ameenda kwa huyu, ameenda kwa huyu tangu asubuhi mpaka jioni, ukiunganisha ile trip ya kuzunguka tukupiga umbea, yani ni sawa na mwendo kutoka hapa mpaka Dumila kwa mguu. Kama ungeunganisha zile trip za nenda rudi kupiga tu soga. Lakini mbona kuna mashamba kwa nyuma tutatoa hapo? Yapo. Wakulima wanalima kwa shida. Hawajui viatilifu. Hawajui mbolea watumie mbolea aina gani. Wanajichukulia tu na kujirundikia wanapotaka wenyewe. Wewe afisa wa serikali upo na unalipwa mshahara. Tupe mashamba ambayo umefikia. Hana ripoti ya shamba hili. Yuko tu nyumbani na mwisho wa mwezi mshahara unaingia. Na ukichelewa hata siku hizi afisa utumishi sijaona kwangu haujaingia. Baada ya miaka 3 cheo kinapanda. Amefanya kazi, hajafanya kazi. Hao watumishi ndugu zangu nawaambieni. Sija kuwachongea ila kuja kuambia ukweli ili muabane. Hao watumishi naona hao. Kila baada ya miaka 3 au 4 wanapanda cheo na mshahara unaongezeka. Na tafsiri ya kupanda cheo maana yake amefanya kazi vizuri. Kwa hiyo mwajiri anamtunuku.
Sasa huyu mtu anapandaje cheo? Hata mashamba hayajui, wakulima hawajui. Sasa tunasema ni afisa kilimo au bibi kilimo. Naongea na wewe bibi kilimo, uko hapa. Naongea na wewe bibi kilimo. Bibi kilimo yuko hapa. Wakulima wanahangaika, hawafikii, hana rekodi. Jamani, hii ni sawa sio sawa? Sio sawa. Sio sawa. Mwaka huu tumewekewa lengo la milioni 236. Lengo hili ni kubwa, lakini lengo hili lina uwezo wa kufikiwa kama rafiki ukiwepo kati ya wilaya na sisi kata katika namna ya kutengeneza program maalumu ya kuiangalia Kidete kwa ajili ya pembejeo. Mimi sizungumzii sana pembejeo ya ruzuku kwa sababu pembejeo ya ruzuku ni sahihi, ina punguzo la serikali ya bei, lakini inawezekana mwananchi huyo akashindwa kuifikia bei ya sasa ni ngumu na akazalisha kidogo na tusikusanye sana. Mimi nilikuwa naiomba halmashauri ya wilaya kama uwezekano upo itengenezwe program maalum inayomtizama Kidete, ambayo mbolea hiyo ije kwa wakati, waje kwa utaratibu ambao utaweza kuwasaidia wananchi hata kwa kulipa kidogo na kukopeshwa kuja kulipa baada ya mavuno. Tutazalisha kwa tija kubwa sana. Kwanza naomba nianze kwa pongezi kwa halmashauri ya wilaya ya Kilosa kwa umaliziaji wa vyumba viwili vya madarasa kutoka halmashauri, na tukapokea milioni 3 kwa ajili ya chumba cha 3. Japo zilifika zikaonekana hazitoshi, lakini tunashukuru Mungu kwamba sisi tulizifanya zitatosha. Maana yake pale kulikohitajika nguvu za wananchi tuliweka nguvu zetu, na vile vyumba viwili vya madarasa viko hatua ya mwisho kabisa na mafundi mpaka sasa hivi wako site. Kwa hilo tunashukuru sana, na salamu zetu tunakuomba utufikishie kwa mkurugenzi